Shule ya Sekondari Nyanduga, risala ya wahitimu kidato cha 6 kwa mgeni rasmi. Mahafali ya 9 tarehe 28 mwezi wa 3 2025. Mheshimiwa Okambo Airo, mbunge mstaafu, na wajumbe wote ulioambatana nao. Yote tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa kufika kwako hapa shuleni kwetu Nyanduga Sekondari. Ndugu mgeni rasmi, wahitimu tulioko mbele yako tulianza kidato cha 5 Agosti 2023 tukiwa jumla ya wanafunzi 225. Mpaka hivi leo tunahitimu jumla ya wanafunzi 209. Tumefanikiwa kufanya mitihani mbalimbali ndani na nje ya shule, ikiwemo mtihani wa wilaya, mkoa, kanda ya Ziwa, na kupata matokeo daraja la kwanza, la pili na la 3 kwa wachache, ili kujiandaa na mtihani wetu wa mwisho Mei 2025. Ndugu mgeni rasmi, palipo na mafanikio hapakosi changamoto, nazo ni kama zifuatazo. 1. Ukosefu wa maktaba kwa ajili ya kutunzia vitabu na kujisomea, hali inayopelekea kuwa tegemezi kwa asilimia kubwa kwa walimu pekee kutokana na upungufu wa vitabu na maktaba ya kujisomea. 2. Kompyuta labu iliyokamilika. 3. Upungufu wa chakula cha watahiniwa wakati wa mtihani wa taifa. 4. Uchakavu wa vyumba 5 vya madarasa ambavyo ni vya zamani tangu shule ianzishwe. 5. Upungufu na uchakavu wa vifaa vya maabara. 6. Umeme wa uhakika inayopelekea wanafunzi kutojisomea vizuri usiku, hasa kipindi cha mvua. 7. Ukosefu wa jengo bora la utawala kuendana na hadhi ya matokeo ya shule yetu. Mapendekezo. Ndugu mgeni rasmi, ukiwa kama mlezi wetu, mzazi na mzalendo wa kweli katika taifa, tuna imani, uwezo, nia na nguvu ya kutusaidia unao. Tunaomba utusaidie yafuatayo: 1. Jengo la maktaba. 2. Meza na viti 300 aina ya Formica kwa ajili ya mitihani kama ulioleta awali. 3. Jengo la kompyuta iliyokamilika. 4. Ukarabati wa vyumba chakavu vya madarasa 5. 6. Generator ili kukabiliana na changamoto ya kukatika kwa umeme hasa kipindi cha mvua. 7. Upatikanaji wa vifaa vya maabara. 8. Uzio wa shule au fensi. 9. Upatikanaji wa jengo bora la utawala. 10. Gari dogo kusaidia wagonjwa hasa nyakati za usiku. 11. Upatikanaji wa chakula cha watahiniwa wakati wa mtihani wa taifa. Ifuatayo ni risala ya shule kwa mgeni rasmi. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote, kwa niaba yangu na kwa niaba ya jumuiya yote Nyanduga Sekondari, napenda kukushukuru wewe binafsi. Shule hii ilianza mnamo mwaka 1996 ikiwa na jumla ya wanafunzi 120. Mnamo mwaka 2015 ilianza kwa taasisi ya HGL, HKL na PGM. Mheshimiwa mgeni rasmi, mpaka sasa shule yetu inayo wanafunzi wapatao 1536. Mheshimiwa mgeni rasmi, miundombinu upande wa vyumba vya madarasa, matundu ya vyoo na nyumba za walimu ni kama inavyoonekana kwenye jedwali hili. Vyumba vya madarasa tunavyo 39, tuna mahitaji ya vyumba 39 na yaliyopo ni madarasa 36, na hivyo tuna upungufu wa vyumba 3. Matundu ya vyoo kwa wanafunzi wa kike tunao uhitaji wa matundu 25, yaliyopo ni matundu 12 na pungufu ni matundu 13. Matundu ya vyoo kwa kiume yaliyopo yanayohitajika ni matundu 40, tunayo 12 na tunapungukiwa matundu 28. Nyumba za walimu tunao walimu 28, nyumba zilizopo ni 11 na hivyo tuna upungufu wa nyumba 17. Tunayo maabara 13, tunahitaji maabara 3 na tuna maabara 2 na hivyo tuna uhitaji wa maabara 1. Maktaba tunahitaji maktaba 2 na hatuna maktaba mpaka sasa. Kama shule tumefanikiwa kufanya mambo yafuatayo: kupandisha au kuinua taaluma, hasa kufuta madaraja 0 na kupunguza daraja la 4, kuanzisha hosteli ya wanafunzi wa O level, kuinua kiwango cha nidhamu kwa wanafunzi, kusimamia vizuri miradi yote ya serikali inayoletwa
na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tupate jengo jipya linaloendana na hadhi ya Nyanduga Sekondari. Kama unavyoiona, Nyanduga Sekondari imekuwa ni shule kubwa sasa. Nimesema mimi naitwa Pasaka, ndiye mgeni rasmi wa leo. Nitambue uwepo wa wageni wote waalikwa. Ndugu zangu wazazi na wanafunzi tuliokusanyika hapa, nimeanza kwa kuambia wanafunzi kauli aliyowahi kuitoa Chancellor Otto von Bismarck kwamba kwa hoja nzito tulizonazo hapa, hatuhitaji maneno mengi ya kuambieni namna ambavyo mnatakiwa kufanya kwenye chumba chenu cha mtihani, lakini ni mambo hayo blood and what. Maana yake kwa logic ya leo ni Mungu na wewe. Ninayo imani kubwa sana Mr. Chota kwamba hawa vijana uliowaandaa ni vijana wanaokwenda kutupa single digit. Hatuhitaji kuzungumza division 2, hatuhitaji division 3. What we need is single digit. Tunazitaka single digit kwa namna mnavyoonekana. Tembea yenu, ongea yenu, matching yenu inanionyesha division 1 ya kuanzia pointi 3 mpaka division 1 ya pointi 9. Nataka niwahakikishieni huko mnakokwenda duniani, tayari serikali imewaandalia kitu kinaitwa boom. Miaka hiyo sisi tulikuwa tunalila 7,500 tu. Leo hii boom per day shilingi 10,000. Hii yote imefanywa na Mheshimiwa Rais sungusungu huyu wa maendeleo. Utendaji kazi wake kwenye mikopo ya vijana wanaokwenda chuo kikuu hauna mashaka hata kidogo. Samia safi. Mazingira ya chuo mnayokwenda ni mazingira ambayo tunasaidiana kuitafuna keki ya nchi hii. Hebu unajisikiaje unasoma serikali na kulipa? Sawa sawa? We don't care. Ukishamaliza kulipwa, umemaliza miaka yako 3, ukibahatika kupata ajira rasmi unawalirudishia. Usipopata ajira rasmi unachemchemea na hela 10,000 oe. Hivi mnasikia 10,000 hizo? Alafu anakupiga na ada. Mzazi atoi ada pale. Tunategemea kuwaona vijana walioiva mwaka 2028 29 kipindi mtakapomaliza degree ya kwanza. Imani yangu na roho yangu inanionyesha mmekwisha faulu mitihani hii. Kione chumba cha mtihani kama eneo rafiki. Usione chumba cha mtihani kama watani wangu walioliona gari la Simba kwamba lina mbuzi. Mtihani uone wa kawaida. Nenda ingia kama mpanzu, usimkimbie mpanzu. Mwalimu Chota hata kuwa maana kama ninyi mtakuwa mmefaulu vizuri. Lakini wazazi pia niwaambieni, muandalie hawa vijana mazingira rafiki. Someni kwa bidii, mkijua kabisa serikali inatengeneza mazingira ya ajira kwa vijana na kwa wananchi wake, lakini pia inatoa ajira hizo. Nenda ukachakate miaka yako 3 yote kujua namna gani ambavyo unakwenda kulijenga taifa hili. Taifa linategemea sana. Mheshimiwa Rais anategemea sana. Na tuna matarajio makubwa kabisa. Mwezi wa 10 pia mnapiga kura. Sasa hata mwelekezi mumpigie nani? Kwa sababu mnajua hizo 10,000 anatoa nani? Vijana wazazi wana matumaini makubwa sana na ninyi. Wazazi wanawategemea sana. Wazazi wana deni na ninyi mnalo deni kwao. Nendeni mkatimize hiki wazazi wanachotarajia kutoka kwenu. Naitwa Mwalimu Peter Chota, ni mkuu wa shule Nyanduga Sekondari iliyopo wilaya ya Rorya katika mkoa wetu wa Mara. Tukio la leo ilikuwa ni mahafali kwa ajili ya vijana wetu kidato cha 6. Ni mahafali ya 9 katika shule yetu ya Nyanduga. Ukitaja taaluma ya Nyanduga, maanake unataja miongoni mwa shule zinazofanya vizuri katika wilaya yetu na mkoa wetu wa Mara. Huwezi kuisahau Nyanduga. Tuko vizuri sana kitaaluma. Nyanduga kiwilaya ni ya kwanza, lakini kimkoa tuko kwenye 5 bora. Leo tumewaga vijana 209 kwa maana wametunukiwa living certificate. Kimsingi toka tuwapokee hawana changamoto ya kinidhamu. Tumejitahidi kuwalea kimwili na kiroho, wanamjua Mungu, na ndio maana hata performance yao tunategemea kuwa itakuwa kubwa zaidi. Tunirudisha shukrani za dhati kabisa kwa mheshimiwa mlezi wa shule hii Mr. Kailo ambaye amefanyika msaada mkubwa mno kwenye shule yetu. Yapo mambo mengi aliyoyafanya, ikiwepo ujenzi wa nyumba za walimu, ujenzi wa miundombinu madarasa. Mambo mengi ameyafanya. Na leo umeona kwenye msala ile ameahidi kutoa chakula kwa ajili ya watahiniwa, lakini kutuletea photocopy machine. Kwa neno langu kubwa ni kuwaomba tu wana Nyanduga kama jumuiya, lakini wana Rorya wote tuzidi kumwombea huyu baba ili afanyike kuwa msaada kwa shule hizo nyingi katika wilaya yetu na Tanzania kwa ujumla.